kuwa wenyeji wa AFCON, sisi Kenya na Uganda, lakini zaidi sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu ndio timu pekee katika hizi tatu ambayo imekuwa katika mashindano ya AFCON mara nyingi, lakini na mara hii imeifikisha Tanzania, na kwa maana hiyo Afrika Mashariki katika hatua nyingine ya juu, kuonyesha kwamba mechi za AFCON 2027 Tanzania atakuwa mshiriki, tena mshiriki hasa kwa haya aliyoonyesha safari hii katika mechi hizo huko Morocco. Ukiangalia mechi yetu na Nigeria, lakini ukiangalia pia mechi yetu na Morocco, hakika mechi zote mbili tulishinda. Tumepata somo gani sasa ikiwa sisi ni wenyeji wa michuano inayokuja kwa maana mwaka 2027? Somo kubwa la kwanza ni maandalizi. Lakini somo la pili ni kwamba watu mkiwa na umoja na mshikamano mna uwezo wa kufanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo katika hali hii ambacho tumejifunza, moja ni maandalizi ya kutosha kuinoa timu, lakini pili mshikamano na umoja wa Watanzania wote kuhakikisha kwamba timu yetu inafanya vizuri. Na ndio maana Mheshimiwa Rais kwa kuona kazi hiyo kubwa ambayo imefanyika, aliamua yeye mwenyewe kuitoa ndege yetu hii ya Rubondo Dreamliner 787 kwenda kule kuwaleta wachezaji wetu, kuonyesha kwamba sisi Watanzania wote tunaungana na Mheshimiwa Rais katika moja, kutambua kazi kubwa ambayo yeye ameifanya, lakini pia kuwapongeza wachezaji wetu, kocha Gamond na timu yote ya ufundi kwamba kazi tuliyoifanya ni kazi nzuri, na sasa Tanzania sio mshiriki katika mashindano haya, ni mshiriki kabisa katika mashindano haya na sio msindikizaji kama ambavyo wengi waliamini. Mheshimiwa, pengine kwa ubora ambao amemaliza hivyo maandalizi ambayo tumekuja kwenye dhamana katika miundombinu tumefanya vizuri sana. Mpaka sasa tunaendelea kukamilisha ujenzi wa uwanja wa Arusha. Karibuni tutaanza pia ujenzi wa viwanja vingine vitatu hapa Dar es Salaam vya mazoezi, na tumeanza kujenga uwanja Dodoma. Kwa upande wa miundombinu mpaka sasa tumefanya vizuri sana, na ndio maana sasa pamoja na miundombinu, kazi kubwa ambayo tutaifanya sasa ni kujenga timu ya Watanzania itakayoshiriki klabu na maeneo mengine, lakini pia Arusha tutaanza sasa ujenzi wa viwanja vingine vitatu vya mazoezi. Kwa upande wa miundombinu hatuna shida kabisa, na ndio maana tumemaliza ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao nao pia utatumika katika mashindano ya AFCON. Kwa hiyo miundombinu inakwenda vizuri, lakini pia sasa uandaaji wa timu kwa ajili ya mashindano ya AFCON ndio sasa tumeanza. Yaani leo tulipowapokea hawa hawaji kupumzika, sisi katika wizara ndio tunaanza mbio za uandaaji wa timu kwa ajili ya AFCON 2027.